changamoto zingine zilizokuwa zinajitokeza ni pamoja na kutokuwa na uelewa mzuri kuhusu masuala ya kodi au yale mambo ya msingi ambayo asasi za kiraia wanatakiwa kuyazingatia. Lakini wakati mwingine pia hata baadhi ya mamlaka au baadhi ya maafisa wa TRA kutokuelewa vizuri sekta yetu kwa undani, inatakiwa ilipe kodi za aina gani na inatakiwa isilipe kodi za aina gani. Kuna wakati mwingine watu walikuwa wanadai surplus profit kila mwisho wa mwaka bila kuelewa kwamba hizi ni non profit organization. Kwa hiyo katika kuwa pamoja kuna mambo mengi ambayo yaligundulika, ambayo tunavyozidi kwenda tunaona kwamba yanaendelea kufanyiwa kazi. Na changamoto hizo ni pamoja na asasi za kiraia zimekuwa zikilalamika kwamba kuna baadhi ya kodi wao wanaona, ndugu mgeni rasmi, wasingeweza kupewa kutokana na mfumo wetu wa ufanyaji kazi, kwamba sisi ni kazi za msaada, ni kazi za kusaidia jamii, ni kazi ambazo zinategemea uhisani kutoka nje, tuje tufanye jamii. Kwa mfano masuala ya SDL, kwa Kiswahili tunaita nini, sijui ni kodi ya mafunzo kodi ya mafunzo, si ndio? Na vitu kama hivi yanayotokana na mapato ya kila mtu naye mwajiri. Asasi za kiraia tunajua mfumo wetu wa kazi ni kupata hela kutoka kwa dona. Sasa dona anaweza kwa mfano akikupa hela akakwambia mimi nakupa mshahara, haya mambo mengine ya kulipia sio vitu vingine ataona kwamba mbona kodi unakata pei bado unakata hii. Kwa hiyo na yeye anajua kwamba hela anayekupa tayari imeshakatwa kodi kule kwa wanaotupa hizi fedha kama asasi za kiraia. Lakini wakati mwingine pia nchi zetu zimeshaingia bilateral agreement kuhusu masuala ya kodi, kwamba vitu vingine visiwe taxed mara mbili, kwa sababu tayari hela inayokuja kule ni hela pia walipa kodi wa nchi zingine zinakuja kutusaidia. Kwa hiyo kulikuwa kuna mawazo ya namna hiyo kwamba pengine tufikiriwe kwenye maeneo ya SDL, kwa sababu sisi sio wafanyabiashara au nini, uwezekano wa kupata hela leo unayo kesho hauna na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi zitakuja kuelezwa baadaye ambayo nadhani imekuwa. Lakini swala lingine gumu, mheshimiwa mgeni rasmi, ilikuwa ni swala la kupata ile hadhi ya kuwa ni taasisi za kimsaada, charitable status, ambayo ukiangalia hata definition tu ya kwetu, tafsiri non government organization au asasi za kiraia nyingi zinakwenda kufanya kazi za jamii. Kwa hiyo ile charitable status utaratibu wake umekuwa kidogo ni mgumu kuupata, mpaka mtu afanye application na nini, determination zifanyike. Na wakati mwingine sasa ukikuta watu maafisa ambao hawaelewi kazi zetu, ukikuta unafanya application inadondokea kwa maafisa ambaye haelewi vizuri sekta, basi inakuwa ngumu sana kupata hiyo charitable status. Na ukiangalia kazi zetu hizi, tunaagiza magari, tunaagiza vifaa, tunaagiza nini, mtaona kesho jinsi watu wanavyofanya kazi kubwa katika siku ya kesho. Mchango wa sasa za kiraia jinsi wanavyofanya kwa jamii ni nyingi sana. Sasa ukiweka mazingira magumu ya kupata charitable status, itafanya watu ambao walipaswa wapate kwa mfano misabaa ya kuingiza vifaa nje, baadhi ya kodi wakakosa, lakini kutokana na utaratibu mgumu wa kisheria ambao haujaweka mazingira mazuri ya watu kupata. Wakati mwingine sisi tulikuwa tunafikiria kwa nini kama mtu isiwe automatic, kisajiliwa kama charitable organization, kwa nini isiwe automatic tu baada ya kusajiliwa kule kwa msajili inakuwa hivyo. Kwa hiyo ni mambo mengine ambayo nadhani tunaweza tukaendelea kujadiliana kuona tuna namna gani kama asasi za kiraia tunatokana na changamoto. Lakini wapo baadhi yetu ambao wamekuwa na changamoto ya kodi hapa na pale, wamelalamikia pia masuala ya penalty, zile riba zinakuwa kubwa, na mtu anadaiwa kaela kadogo tu, lakini penalty ile na riba inakuja kuwa ni mara tatu hata ya bajeti yake ambayo anakuwa nayo kwa mwaka. Mtu anadaiwa kwa mfano milioni 5, lakini akifanywa mahesabu ya penalty na riba, inaweza kukuta hela ya mradi wote wa mwaka mzima ndio itatakiwa ilipe. Sasa hizi hela ni za donors, unapata wapi? Imagine shirika unapata milioni 100 ya mradi, halafu naletoa deni la milioni 200. Naona katika mazingira kama hayo tulikuwa tunaomba sisi tufikiriwe katika mazingira tofauti kidogo, ukizingatia kwamba asasi za kiraia hazina fedha zake zinazotengeneza, ni fedha za wahisani. Kwa hiyo kama kuna madeni ambayo yapo basi yaweze kupewa msamaha riba na kodi ili waweze kulipa, kwa sababu ukiangalia zinalipika zingine. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, lakini kiwekwa riba na kodi inakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo kama mamlaka yako inaweza ikaongea na mamlaka zingine, angalau asasi za kiraia kwa zile ambazo zinaweza kuwa zinadaiwa, zikapewa muda fulani
wa kulipa yale malimbikizo kama yapo bila kuwa na riba na penalty, ili kuwaruhusu sasa kuanzia sasa hivi, kwa sababu tumeanza kutoa mafunzo, basi kusiwe na mazingira kama hayo tena ya kujitokeza. Tuseme tu mawili matatu kuhusu mambo ambayo yamezungumzwa na mwenyekiti. Mojawapo ni swala la charitable status. Kuna pendekezo kwamba liwe automatic. Hili linafikirika, cha msingi tu taratibu zifuatwe, lakini pia ziko sababu kwa nini haliko automatic. Ni kwa sababu baadhi ya taasisi zenu zimesajiliwa kama charitable au zinafanya shughuli za charitable activities moja kwa moja, lakini tutambue kwamba kuna pia taasisi ambazo zinafanya biashara, lakini pembeni yake wanazo taasisi ambazo zinafanya shughuli zinafanana za kwenu. Kwa wakati mwingine ukisajili moja kwa moja inaweza ikawa changamoto. Ndio maana wakati mwingine inakuwa na haja ya uchambuzi kujiridhisha kwamba hii ni biashara au si biashara. Nadhani tunayo mifano mingi. Kwa mfano kwenye taasisi za afya kuna baadhi zinafanya biashara, zingine zinafanya kama charitable. Kuna taasisi za elimu, zingine ni charitable pure, zingine zinafanya biashara, na kwa hiyo lazima kuwepo na namna ya kuchambua, kutambua ipi inaangukia wapi. Lakini ni swala ambalo, pendekezo ambalo linazungumzika, kutafuta wapi sheria inaweza kawekwa vipi. Lakini kuna swala la penalties. Hili ni swala ina upande wa kisheria, ina upande wa kiutendaji. Upande wa kisheria ni kwamba TRA kama mamlaka, sisi ni watekelezaji wa sheria ambao tumepewa na Bunge. Pale ambapo sheria imetamka jambo, tunajitahidi kufuata sheria ilivyo. Lakini kama ambavyo amesema meneja, ni vizuri ukikwama onana na meneja wa eneo husika ili kuona tatizo liko wapi. Lakini naamini baada ya muda si mrefu swala hili itakuwa ni historia, kwa sababu baadhi ya penalties zimetokana na kutoelewa kodi ipo ilipaswa kulipa, ikafanya fanywa ukaguzi, kugundulika kuna kodi ambazo zisizo kulipa ambazo bahati mbaya zipo kwa nyuma, na bahati mbaya nzuri kwamba sheria inasema endapo kodi haijalipwa, maana yake ni kwamba hiyo pesa inakuwa shumni, kwamba hiyo pesa inatumika kufanya kitu kingine. Kwa hiyo ni pesa ya serikali wamekaa nayo, kwa hiyo inawekwa riba na adhabu. Lakini zipo taratibu na za kiutendaji kwa mujibu wa sheria kuangalia msingi kabisa kodi hii imetokana na nini na penalties zimetokana na nini. Na ndio maana nasema uwepo wenu wa karibu sana na mameneja wa mikoa wetu ni muhimu ili kuangalia cha kufanya. Lakini kama nilivyosema, tunategemea hii itakuwa ni historia baada ya kuwa na toolkit ambayo inajieleza vizuri, ili kodi zilipe kwa wakati, kuepuka penalties zisizo za lazima, kwa sababu najua bajeti zenu zikija ni za mwaka huo. Sasa usipotekeleza obligation yako ndani ya huo mwaka, utakuwa na pesa nyingine ya kutekeleza au kulipa kodi nyingine au kitu kingine nje ya hicho kipindi. Swala la SDL kwa sasa liko kisheria, lakini bahati nzuri kwa kutambua umuhimu wa asasi za kiraia, nadhani ndio maana hata sasa hivi bungeni mnao mwakilishi ambaye anawakilisha masuala yote yanayohusu kazi mnazozifanya. Kwa hiyo taratibu za kisheria zinaweza kufanyika kwa kupeleka mapendekezo panapohusika, na labda tu nadhani mnafahamu kwamba kila mwaka ifikapo Desemba hadi mwezi wa pili ni wakati ambapo taasisi mbalimbali au wadau mbalimbali wanapewa nafasi ya kuwasilisha mapendekezo yao, yawe ni ya kisera, ya kisheria au ya kiutendaji, ambao wangependa yaboreshwe kwa ajili ya kuweka mazingira bora zaidi ya ulipaji wa kodi. Kwa hiyo ifikapo Desemba, nadhani tumieni fursa hiyo vizuri. Baadhi ya mapendekezo mmeyaleta hapa ambayo huenda mengine yako nje ya uwezo wa TRA kama mtekelezaji wa sheria kuyafanyia kazi, lakini yakienda kule kwenye zile task force na hatimaye think tank yanajadiliwa. Pale inapobidi mnaweza kaitwa kufafanua na kutetea kwa nini jambo fulani liwekwe, kwa nini jambo fulani liondolewe.
alafu mwisho wake inakuja kuwa sehemu ya mapendekezo yanayoingizwa kwenye bajeti inayofuata. Kwa hiyo nadhani ni vitu ambavyo vinazungumzika, lakini cha msingi taratibu hizo zifuatwe. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.